Sasa bila shaka nitaanza kufafanua sasa baada ya kumaliza kutoa maelezo haya. Ni kwamba ulimwengu wa roho sasa, baada ya kuona kazi ya jaji, kazi ya hakimu, kazi ya sheria, baada ya kuona mshtaki na mshtakiwa namna wanavyokabiliwa, lakini na mashahidi. Unisikilize niongee kitu hichi, mtu wa Mungu. Kwenye ulimwengu wa giza iko mahakama, kwenye ulimwengu wa nuru iko mahakama. Ni kwamba chochote ambacho kinapita kwenye maisha ya mwanadamu, unapoona mtu ni mgonjwa, elewa iko mahakama iliyomhukumu ugonjwa. Kwenye ulimwengu wa giza kuna zamu inaitwa zamu ya, nafikiri nizieleze tu hizi zamu tatu kwenye mtandao wa giza, zamu mbili. Zamu ya kwanza ni zamu ya saa 12 kamili jioni. Huu ni muda ambao idara za kishetani zinatoka kuzimu, ni muda ambao malango ya kuzimu hufunguka na idara ya kishetani kwenye ngazi ya upelelezi inatoka kuzimu, inapanda kuja duniani, kupita mitaa kwa mitaa na maeneo yenye makazi au makusanyiko ya watu, wakiwa na malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kupeleleza maisha ya wanadamu na mafanikio yao ndani ya siku hiyo, kwamba tangu asubuhi mpaka jioni umefanikiwa kukusanya nini, umepata nini, ndoa yako ikoje, biashara yako ikoje, kazi yako ikoje, kila ulichonacho kikoje. Huo ni muda wa upelelezi. Lakini kazi ya pili walionayo ndani ya muda huo ni muda wa kukusanya ripoti ya dhambi na makosa ambayo umeyafanya tangu siku nzima imeanza. Wanapokusanya ripoti hizo tangu saa 12 mpaka saa 3 kamili usiku, wakishamaliza kukusanya ripoti hizo, nisikilize vizuri, ikishafika saa 3 kamili usiku wanakabidhi ile ripoti kwa wafalme wa giza na wakuu wa giza na wachawi wakubwa ambao wanatawala hayo maeneo. Kisha hiyo saa 3 kamili mpaka saa 6 kamili usiku ni muda wa vikao, ni muda wanapanga na kujadiliana juu ya zile ripoti walizokusanya. Kama ulifanikiwa kwenye uchumi, ni muda wanajadili jinsi gani wafanye ili uchumi wako uharibike. Kama ndoa yako ina amani, ni muda wanajadili jinsi gani wafanye ndoa yako isiwe na amani. Kama una afya tele, ni muda wanajadili nini kitokee ili urudi au uwe mgonjwa. Kwa ni muda wanapanga mipango, mashtaka yanatolewa kwamba fulani bini fulani nina mshtaki. Ni muda ambao wachawi kwa wachawi wanasikilizana, majaji wako hapo, mahakama kamili iko hapo. Sasa kinachofanyika, washtaki wanakuja kwamba mimi na mshtaki bini fulani aliyoko kwenye mtaa wangu kwa kosa la hili na hili na hili. Kosa gani? Huyu mtu ndoa yake ina amani sana, mimi nachukizwa. Kwa hiyo na mshtaki, nataka huyu mtu apigwe, ndoa yake siwe na amani. Anatoa malalamiko na mashtaka hata kama hujamkosea, kwa sababu mchawi anakasirika wewe ukiwa na amani, anakasirika wewe ukifanikiwa, anakasirika wewe ukisawi, anakasirika wewe mambo yako yakienda sawa sawa, afurahi. Kwa hiyo anapeleka mafanikio yako vile ulivyo, anapeleka sasa kwenye ulimwengu wake wa giza kukushtaki. Sasa wale mahakimu au majaji wanachokifanya sasa, wanamwambia alete vielelezo vyote vinavyothibitisha ya kwamba huyu mtu yuko hivyo. Anatoa ushahidi kwa kuonyesha huyu mtu yuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na wanamuuliza nini unachotaka? Mimi nachotaka ndoa ya huyu mtu ipigwe. Wale machachi wanacheki, wanaangalia, wanaona okay, huyu mtu labda hajaokoka, kwa sababu mtu ambaye hajaokoka ni rahisi kurogwa. Nisikilize vizuri, tunapoambia muokoke kuna faida nyingi, sio tu kwenda mbinguni. Faida mojawapo ni mtu aliyeokoka ni ngumu sana kurogwa. Nasema aliyeokoka, acha wanaochezea wokovu ambao wako kwenye usanii. Nazungumzia mtu aliyeokoka.
anayejijua mimi nimeokoka, manake maisha ya dhambi kwake ni kama moto na maji. Ndio namzunguzia mtu huyu hawezi rogeka. Kwa hiyo wakati kesi ile inasomwa kwenye ulimwengu wa roho, huyu mtu sasa kinachotokea, anakabidhiwa mamlaka ya kuweza kuvunja ndoa na kuharibu. Kwa kwenye ulimwengu wa roho anachukua kifaa kinachoitwa darubini, ambalo ni jicho la mtoto mchanga, au anachukua kioo. Anapotazama kwenye ulimwengu wa roho, anakuona ulipo. Sasa hiyo ameshapewa mamlaka ya jinsi ya kufanya nini kitokee kwenye maisha yako. Akishapewa mamlaka, anapewa na jeshi na silaha zinazomfanya aje atekeleze kile alichokiomba kwenye mahakama. Sasa pasa, wakati huo hayo yanafanyika, Mungu anakuwa wapi? Unisikie. Ili Mungu afanikiwe kukuepusha na mambo haya ambayo wameyapanga kwenye vikao vyao, ili Mungu ayazuie yasikupate, ni lazima wewe uwe upande wa Mungu. Unisikilize, mtu asiyekwenda kanisani yuko upande wa shetani. Mtu ambaye anaenda kanisani hajaokoka. Mtu ambaye maisha yake ni ya dhambi lakini kanisani yupo, huyu yuko upande wa shetani. Kwa unielewe vizuri, shetani hana haja ya kupeleka mashtaka kwa Mungu kwamba Mungu, ninamshtaki huyu mtu kwa kosa hili na hili. Kwa nini? Huyu yuko upande wangu. Unasema basa yuko upande kwa namna gani? Biblia iko wazi, watendao dhambi ni wa Ibilisi. Kwa hiyo hana haja ya kwenda kwenye kiti cha enzi cha Mungu na kumwambia Mungu, huyu mtu amekosea hapa na hapa. Ni kwamba unaposhtakiwa moja kwa moja, Ibilisi sasa hiyo anatoa amri na mamlaka mabaya ya kupate. Ndio maana mabaya yanakuja, akipanga wafe wanakufa. Kama Mungu hajapendezewa na kifo, hata kama uko kwenye dhambi, ndio anasema fanyeni mtakachofanya, tuuzeni uhai wake. Kwa hiyo unashangaa mtu anaumwa miaka zaidi ya 8, 6, 7, lakini kufa hafi. Kwa nini? Ni Mungu amekamata mauti. Anasema mteseni mtakavyomtesa kwa sababu ya maovu yake, lakini nina mpango naye, baada ya miaka kadhaa tuuzeni uhai wake. Siku atakapokuja kunitafuta mimi, ndipo nitakapoondoa uteka wake, ndipo nitakapoondoa magonjwa na mateso yake, kisha nitamsaidia na kumpa neema yangu kama imempendeza Mungu. La sivyo, ndio unashangaa gari linapinduka, watu wanakufa. Unajiuliza, ni Mungu ametaka? Hakutaka, lakini maovu yao yamemfanya Mungu waruhusu yawapate yaliyowapata. Kwa hivyo basi, na hao watu waliookoka nao tunashtakiwa. Sisi kusawi kwetu na kufanikiwa kwetu na kuwa na amani kwenye ndoa zetu, kuzimu inakasirika. Kuzimu ina hasira. Na unisikilize, adui wa kwanza wa kuzimu ni watu waliookoka. Kwamba shetani amewekeza nguvu kubwa kwa kiwango cha pekee kupita tunavyoelewa kwenye eneo la hao waliookoka, kwa sababu aliyookoka hawindwi na silaha moja, kwa sababu aliyookoka na Mungu ambaye akisema neno moto ni moto. Kwenye ulimwengu wa roho aliyookoka, unisikilize vizuri mtu wa Mungu, hauonekani kama hivi unavyonitazama tunaonana. Wewe kwenye ulimwengu wa roho ni moto. Yaani umeomba haujaomba, kitendo cha kuingia ndani ya Yesu kwenye ulimwengu wa roho, ukitembea, wachawi na waganga na mashetani wakikuangalia wanaona unawaka moto. Sasa basi, ili wafanikiwe kukamata maisha ya mlokole, waharibu na kuvuruga maisha yake, ni lazima huyu mlokole wamtengenezee mazingira ya kukosea. Haya mazingira ya kukosea ndiyo yatakayowapa nafasi na kibali cha kushambulia huyu mlokole na wakafanikiwa. Kwa hivyo wanachokifanya, wanakutengenezea mitego ya dhambi. Kitu cha kwanza, ili wakutengenezee mitego ya dhambi, ni lazima wawe wanajua Biblia na kanuni ya Mungu wako, kwa sababu kwenye mtandao wa giza kuna elimu inaitwa elimu ya Mungu wa haki.
Mungu wa haki ni Mungu aliye mtakatifu, ambaye sisi tuliookoka tunaye. Kwa hiyo wachawi na mashetani yaliyoko kwenye idara zinazoshambulia kanisa wana darasa maalum kwa ajili ya kujifunza sheria ya Mungu wetu. Yaani wao wanajifunza Biblia. Unisikie, sio kila vyuo vya Biblia mnavyoona vinaibuka mkajua ni vyuo vya Biblia ambavyo Mungu yuko, ambavyo ni Mungu amevianzisha. Hata kama unasikia ni watumishi wa Mungu kwamba sisi tumefungua chuo fulani, chuo hichi sisi tunafundisha bure, au chuo hichi sisi kiko hivi na hivi na hivi, usifikiri wote wameamuliwa na Mungu kufanya hicho kitu. Wengine ni shetani